leo ndo tarehe 15 mzee wangu. Tumepokea album 3 kwa pamoja kutoka kwa rapper Drizzy Drake, The Champagne Poppin'. Na hii inaweka historia katika ulimwengu huu wa kustream. Na generally by the way, wakuwa msanii nahisi wa kwanza ambaye ametoa album 3 kwa wakati mmoja. Na izungumzia Iceman, kuna Habibti pamoja na Maid of Honor au sio bana, tu ambayo inahesabiwa kuwa moja kati ya surprise kubwa zaidi kuwahi kutokea kwenye muziki wa Drake. Of course wote wajua unafuatia project yake ya Iceman ambayo unajua ilikuwa na drama nyingi sana hapa katikati. Namna alivyokuwa na promote ile tarehe ya kutoka kwa album ilikuwa kwenye mabarafu, imefichwa hivi katikati. Watu wakajitafuta streamer mmoja kutoka Toronto pale akawa ameipata, akawaambia washikaji kwamba 15 Mei ndio inatoka rasmi. Lakini Drake pia akaanza na episodes za live stream ya Iceman. Alitoa ya kwanza, ya pili, kwenye ya tatu ndo akatujuza kwamba baada ya Iceman episode ya 4 kwenye live stream yake basi angekuja na album 3 kwa pamoja, na aka-review pia majina yake ambayo yalichapishwa kwenye majukwaa yake ya Instagram na vitu kama hizo. Ndani of course kuna majina makali, kuna Future, kuna 21 Savage, kuna Central C, kuna Party Next Door, kuna Sexy Red pamoja na wengine kibao. Kwa jumla of course hizo album zina ngoma 43 kwa pamoja. Iceman yenyewe unaisikiliza kwa dakika 69, lakini Maid of Honor unachukua dakika 45 kuisikiliza, na Habibti unaisikiliza kwa dakika 36 ikiwa na track 11. So jumla unahitaji masaa 2 na dakika 33 kusikiliza hizi album 3 za mtu mzima Drake. Of course kuna album yake ya 9, ya 10 na ya 11. Imetoka chini ya OVO pamoja na Republic Records ambayo iko chini ya UMG. Watu wanahoji kwa sababu gani zimekuja 3 kwa usiku mmoja. Sababu kubwa ni Jomba inaonekana anataka kumaliza mkataba wake na Universal Music Group na kuwatosa kabisa, kwa sababu mkataba wake ulikuwa bado unamdai album 3. Ashaingia mgogoro na UMG baada ya No Like kazi ya Kendrick Lamar. Kuna kesi alikuwa nayo, jamaa kuona kama alitukanwa, vilikuwa vitu personal sana. Lakini baadaye kesi akawa ameshindwa, kwa akaona tumalize album 3 alafu nimalizane kabisa na nyinyi. Sijana la vizuri. Na yeye anataka kumaliza kwa haraka sana. Kuna baadhi ya athari ambayo kutoka kwa hizi album zimeleta kwenye baadhi ya majukwaa. Unaambiwa mtandao Spotify au sio bana, unaonekana kuwa na hitilafu kwa baadhi ya watumiaji baada ya mtu mzima Drake wameachia hiyo mizigo yake yote. Na watumiaji wengi of course waliingia kwenye mitandao ya kijamii na kueleza matatizo ambayo wanatumia, huku pia hashtag zikimhusu Drake zikianza kutrend duniani kote. Sasa kwa mujibu wa Down Detectors, watu wengi mtandao wanasema kwamba maelfu ya malalamiko yalirekodiwa ndani ya dakika chache sana kuhusiana na Spotify pamoja na Apple Music. Huku baadhi ya mashabiki wakisema kwamba mfumo ulikuwa ukisumbua kila walipojaribu kusikiliza project hizi mpya za mtu mzima Drake. Na wachambuzi wa muziki wanasema kwamba hatua ya Drake kutoa hizo album 3 kwa wakati mmoja inaweza kuwa moja kati ya release kubwa zaidi duniani kwa kutokea hasa kwenye nzi za streaming, jambo ambalo linaonyesha nguvu kubwa sana alonayo katika dunia ya muziki wa kimataifa. Na mpaka hivi sasa Spotify wala Apple Music bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango halisi cha itilafu ambayo imetolewa, lakini huduma nyingi zilianza kurejea kawaida baada ya saa kadhaa, huku streams za albamu hizo zikiendelea kupanda kwa kasi zaidi duniani. Mashabiki wengi of course wanasubiri kuona wiki ya kwanza numbers zitakuwa zinazungumzaje kuhusiana na mtu mzima Drizzy Drake. Yani mfano si tulosoma enzi hizo, hata siku hizi nowadays unajua iko hivyo. Lakini kina sisi ambao matokeo tulikuwa tunayapata kwa njia ya internet, yani mfumo wa Nectar ulikuwa unafika sehemu una stuck hamuoni, yani maki wa Tanzania wote wanapoangalia kwa wakati mmoja, wanafunzi sio wazazi, sio walezi, wanaelewa vizuri, sio walimu. Kwa hiyo ilikuwa ni style kaa hiyo. Sasa kupitia hiyo album ya Drake unaambiwa vitu ambavyo vimeenda direct. Ameweka wazi kwamba baba yake mzazi anapambana na ugonjwa wa kansa kwa sasa. Of course hiyo ni kwenye ngoma yake mpya inatoka kwenye album ya Iceman au sio bana. Na hii ni baada ya kwenye track inayosemekana na alikuwa anasema my dad good cancer right now, we are battling stage, kwa wako kwenye hatua za mapambano nayo. Lakini pia kwenye hiyo album ya Iceman hajawaacha wale watesi wake wote. Tunaanza na DJ Khaled, mlete kamchukua. Of course ni sababu kubwa, naamini Khaled alikuwa mwanae sana, lakini hakusimama naye kipindi ambacho anawatetea watu wake wa Palestina na vitu kama hizo. Yani wakati Drake anatetea watu wa Palestina, bwana Khaled kama alimtosa kwa jamaa akamshambulia kinuma au sio bana. Alitaka hiyo nini? Alitaka kudissolve hiyo tofauti. Ndio, lakini bwana ndo amekataa. Anamwambia kwamba wakati yeye Drake anapambana kuwatetea watu wake wa Palestina, yeye alikuwa busy na maisha ya anasa, kutumia ukubwa jina lake kupata sauti na kusaidia nchi yake kuondokana na huo mzozo ambao ulikuwa unaendelea. Yani angetumia hivyo, lakini baadaye homeboy alikuwa anakula zake bata tu.
tu of course, au sio bana? Na kama hujui asili ya Khalid kweli ni kutoka huko. Wazazi wake walikimbia Palestina na yeye alizaliwa pale New Orleans, Louisiana kwa mwaka 75. Kifupi asili yake ni kutoka Palestina. Watu wanahoji mtu mzima Kendrick vipi? Kaka kaida tumepita naye. Kapita naye of course kila ambacho anadaiwa kwamba the time No Like Us inatoka, Jomba alitumia marobot pia kuboost zile views zake na namba kwenye baadhi ya digital platforms. So kaida Umboi kapita naye umeumo, na kuna kipande cha video ambacho kinaonyesha namna ambavyo anachoma zile marobots au sio bana, ambazo zilitumika kama boost, yani kama kaiportray kwa style hiyo. Kuna washikaji wako, kuna mwanao, mshikaji wao na maanisha anaitwa J. Cole. Huyu ni mwanae na Kendrick, ni mwanae na Drake. Of course kipindi cha beef alizungumza akasema, mimi naona kwenye big 3 basi nitaweka huyu, alafu kuhusu nani mkali sijui ngoma gani kali mimi sikainao kwa sababu ni wanangu. Mwanao J. Cole kama alikaa neutral, yes, neutralize. Drake apita naye akamwambia hapana, sikio simame na mimi hayo mambo kama sielewi, unaelewa vizuri. Lakini pia akatafuta mtesi wake mwingine akampata ni mtu mzima A$AP Rocky. Ndio sababu kubwa za A$AP na Drake kuingia kwenye mgogoro. Wewe unasemekana ni bidada Rihanna ambaye kwa sasa ni baby mama wa mtu mzima A$AP, watoto watatu, maisha yanaendelea. Sasa boy kapita naye akamwambia the time unatoa album yako ya Don't Be Dumb, bibia kukusupport, kupost hata huko rasa wake mmoja na tunajua na followers kibao. So angefanya hivyo angekubusi, lakini alikutosa, kwa hiyo wewe pia ni wa 4. Akamalizana naye. Watu wakaenda wakasema nani mwingine atapita naye? Kuna mtu anaitwa LeBron James, ni mshikaji wake sana, lakini kipindi cha No Like Us alisimama upande wa Kendrick, na ilionekana kuna moja kati ya mchezo wao wa basketball ulikuwa unafanyika kule California. LeBron alionekana akicheza wimbo huo wa No Like Us, afu hapo pia anajiita mshikaji wa Drake, kapita naye kumwambia una lolote, kwanza kawaida yako kuhama team tu, hamna kitu umefanya vizuri ukajiona kama wewe ni mnyade, kwa achana na mimi, unaelewa vizuri. Kwa hiyo inasemekana pia hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo mtu mzima Drake amepita navyo, lakini record zake kwenye numbers tunazijua, na this time around of course anaendelea kufanya makubwa zaidi. Na ilivyokuwa sasa kule mjini Toronto nchini Canada maskani, kuna moja kati ya ghorofa kubwa sana unaitwa mnara wa CN, ambao kabla ya Burj Khalifa kule Falme za Kiarabu, huu CN Tower by then ilikuwa moja kati ya majengo marefu duniani. Lakini baada ya Burj Khalifa kuja ikawa kama imeishusha. Of course ulipata chance pia ya kuipreview hiyo album. Unajua una kama ma screen fulani hivi, ma 3D fulani hivi, so vitu vinabadilika kutoka chini kwenda juu na kwa barafu fulani hivi. Alafu ni usiku. So ikawa wow. So Canada pia wamemsupport, ambako ndo nyumbani kwa mtu mzima Drake. So ametoa support ile. Tutasubiriwa kwa sasa ni numbers. My brother. Noma sana. Next week tutakuza story nyingine hapa. Kwa hiyo story kutoka kwa mtu mzima Drizzy Drake, album 3 kwa pamoja, ndo msanii wa kwanza duniani kuwahi kufanya hivyo kwenye ulimwengu huu wa stream ama wa kidigitali. Haijawahi kutokea. Unahisi sababu ni pekee ile kwamba anataka kumalizana na mkataba? Yes, ama kuna sababu pia ya kimkakati? Anataka ufalme wake. Anataka ufalme wake. Anataka ufalme wake bwana Drizzy. Nimepata nafasi ya kusikiza Iceman kwa ngoma kama 5. Ndio. Wow. Bado na ngoma ya Brown inanidai pia kumalizana nayo. Bado kuna ngoma ya Fireman ya mtu mmoja kuja. Yani weekend hii nitakuwa busy sana kumaliza hii miradi ile. Next week nikija of course na full details kwa